90 ya matajiri wote wakubwa unaowafahamu wewe duniani wametengeneza pesa kupitia hisa. Sasa pengine umewahi kusikia hisa, uelewi maana yake nini? Leo kwa dakika 2 na sekunde 50 nitakuelekeza kila unachotakiwa kukifahamu kuhusiana na hisa. Nitakueleza nini maana ya hisa, nitakueleza jinsi ya kununua hisa, jinsi ya kuuza hisa, na nitakuelekeza namna ya kutengeneza fedha kupitia soko la hisa. Sasa hisa ni nini? Hisa ni sehemu ya umiliki wa kampuni. Unaposikia mtu anamiliki hisa, ina maana anamiliki sehemu ya hiyo kampuni. Kwa mfano, unapokuwa una kampuni, unaweza ukauza sehemu ya kampuni yako kwa watu fulani ili upate pesa, upate mtaji. Kwa unapouza sehemu ya kampuni, unaiuza kwa mfumo wa hisa. Kwa hiyo ndio maana ya hisa. Ukisikia mtu amenunua hisa za CRDB, ina maana anamiliki na yeye kampuni ya CRDB. Ukisikia mtu amenunua hisa za NMB, ina maana naye ni mmoja wa wamiliki wa hiyo taasisi au hiyo kampuni. Kwa hiyo ndio maana rahisi zaidi ya hisa. Hisa ni sehemu ya umiliki wa kampuni. Sasa kwenye hisa zina sehemu ambako zinauzwa na kununuliwa. Taasisi ambayo inawasaidia watu kununua na kuuza hisa inaitwa soko la hisa la Dar es Salaam, Dar es Salaam Stock Exchange. Kwa hiyo wewe ukitaka kununua hisa au kuuza, basi hii taasisi inakuwa inakusaidia. Lakini pia kuna watu au kampuni inayokusaidia wewe kuuza au kununua hisa. Hawa wanaitwa madalali wa soko la hisa. Usiogope, sio kafikiri wale madalali ya mtaani. Hapana, hawa ni madalali ambao ni wataalamu waliothibitishwa na mamlaka husika. Kwa hiyo ni wataalamu ambao kazi yao ni kuwasaidia watu kununua hisa na kuuza hisa. Kwa hiyo unapotaka kununua hisa, unatafuta kampuni ya kidalali. Kwa sasa kuna kampuni nadhani kama 28, 29 hivi ambazo zinawasaidia watu kununua na kuuza hisa. Kwa hiyo unawatafuta madalali, unaeleza lengo lako kutaka kununua hisa, wao wanakusaidia katika huo mchakato. Sisi tumeelewana mpaka hapo? Kuna namna kubwa mbili za kutengeneza pesa kwenye soko la hisa. Namna ya kwanza ni ongezeko la thamani, capital gain. Yaani wewe ulinunua hisa 1,500 ikapanda ikawa 700 ikapanda ikawa 1,000. So capital gain au capital appreciation ni namna ya kwanza kutengeneza fedha kwenye soko la hisa. Kwa kama ulinunua hisa 100 ikawa 1,000. Kwa kama uliwekeza milioni 1 una milioni 10. Uliwekeza bilioni 1 na bilioni 10 hapo. Sio, umeelewa? Namna ya pili ya kutengeneza fedha kupitia hisa ni kupitia gawio. Kila kampuni inakuwa na sera yake ya gawio, lakini si kila kampuni inatoa gawio, na kampuni hazilazimishwi kutoa gawio. Yaani gawio ni kwamba kampuni inapopata faida inakugaia sehemu ya faida hiyo kampuni, kwamba bwana, kampuni inaweza kama imepata faida ya bilioni 100, inaamua kutoa bilioni 30 kuwagaia wawekezaji wake, kuwagaia wanahisa wake. Hiyo ndo namna ya pili ya kutengeneza fedha kupitia hisa. Lakini uwe makini sana. Kwenye hisa unaweza ukapoteza pesa. Usikimbilie tu kuwekeza kampuni usiyoijua. Omba ushauri kutoka kwa wataalamu waliothibitishwa kabla ya kuwekeza katika uwekezaji kwenye hisa, kwa sababu kwenye uwekezaji kwenye hisa una hatari tofauti na aina nyingine ya uwekezaji. Lakini tunasema usiogope hatari, kwa sababu the higher the risk, the higher the rewards. Popote unapowekeza fedha zako, kama kuna hatari ya kupoteza, pia kuna fursa kubwa ya kupata fedha nyingi.